Miongoni mwa changamoto ambayo imekuwa ikikumba ligi kuu Tanzania bara ni suala zima la waamuzi kufanya makosa ya kizembe viwanjani na kupelekea malalamiko mengi sana kujitokeza na lawama nyingi kutupwa kwa waamuzi hao. Makosa hayo pia yamekuwa yakipelekea waamuzi hawa kushindwa kupewa nafasi zaidi kwenye mashindano makubwa na michezo mikubwa ya ndani na ya kimataifa. Na leo Extra Time tunaenda kuangazia juu ya nafasi ya waamuzi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Jina langu ni David Kiamani, ambatana nami mpaka tamati. Moja kati ya eneo la muhimu kwenye mchezo wa soka ni eneo la mwamuzi wa mchezo, ambaye ndiye hushikilia hatima ya mchezo husika kwa kuamua na kutafsiri kanuni 17 za mchezo wa soka kwa dakika zote 90, kwa kusimamia mchezo kwa haki na usawa kwa timu zote mbili. Kutafsiri vyema kanuni 17 za mchezo wa soka uwanjani ni miongoni mwa mambo ambayo humpa nafasi mwamuzi kuaminika na kupewa nafasi ya kuchezesha mashindano tofauti tofauti ulimwenguni, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Na ili kupata nafasi kwenye mashindano makubwa ni lazima ukidhi vigezo viwili vikubwa ambavyo ni kuwa na elimu ya juu ya uamuzi kwa maana ya beji ya FIFA, na kitu cha pili ni uzoefu na ubora wa mwamuzi husika uwanjani. Waswahili huwa na msemo usemao ya kuwa shida si kusoma sana, ila shida ni kutendea kazi kwa usahihi kile ulichokisomea. Ndicho ambacho huwakumba waamuzi wengi duniani. Licha ya kuwa na beji za FIFA na kuwa na elimu kubwa ya uamuzi, lakini bado wamekuwa na changamoto kubwa kwenye kuitendea vyema kazi yao kwenye michezo mbalimbali, jambo ambalo huwapotezea uaminifu kwa mashirikisho ya soka na kushindwa kuteuliwa kwenye kuchezesha kwenye michuano mikubwa kama vile Kombe la Dunia, AFCON, UEFA na mashindano mengine makubwa. Kwa hapa Tanzania pia kumekuwa na changamoto ya waamuzi wengi kutoaminika mara kwa mara kwenda kuchezesha kwenye mashindano makubwa barani Afrika kama vile Ligi ya Mabingwa, Kombe la Shirikisho Afrika, CHAN pamoja na AFCON. Waamuzi kama vile Ahmed Arajiga, Frenki Komba pamoja na Mohamed Mkono ndio waamuzi pekee kwa miaka hivi karibuni ambao mara kadhaa wameaminika na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF, na kuwa miongoni mwa waamuzi ambao walienda kuchezesha mechi za michuano mikubwa kama vile Kombe la Shirikisho barani Afrika pamoja na Ligi ya Mabingwa Afrika. Mwaka 2024 michuano ya CHAN iliyofanyika katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini kwenye orodha ya waamuzi 75 walioteuliwa kwa ajili ya michuano ile ni waamuzi wawili pekee kutokea Tanzania, ambao ni mwamuzi wa kati Ahmed Arajiga pamoja na Ali Ramadhani, huku waamuzi wengine wengi waliochezesha michuano ile walikuwa ni kutoka nje ya Tanzania na wengine nje ya ukanda wa Afrika Mashariki kabisa. Hii inaendelea kudhihirisha zaidi kuwa bado waamuzi kutoka Tanzania hawapewi nafasi kwenye michuano mikubwa, ukimtoa Arajiga ambaye kidogo ameanza kuaminika na kafu. Michuano ni mingi sana Afrika na imekuwa ikishuhudiwa baadhi ya waamuzi wakubwa kama vile Tom Ambogile kutoka Afrika ya Kusini wakichezesha michezo mingi mikubwa kutokana na uzoefu wao mkubwa wa kuamua michezo ya ndani na nje ya nchi kwa ubora mkubwa, jambo ambalo limewafanya kujizolea umaarufu mkubwa duniani. AFCON mwaka 2027 itafanyika katika ukanda wa Afrika Mashariki na taifa la Tanzania ni miongoni mwa waandaaji, na swali linasalia pale pale juu ya nafasi ya waamuzi wa Tanzania kupewa nafasi ya kuchezesha kwenye michuano hiyo ambayo itafanyika katika ardhi ya nyumbani. Taifa kama vile Morocco, ambayo ndio walikuwa waandaaji wa michuano ya AFCON mwaka 2025, ilishuhudiwa wakitoa jumla ya waamuzi watano ambao waliteuliwa kwenye michuano hiyo. Waamuzi hao watano akiwemo Jelali Jayed pamoja na Mustafa Kechaf waliteuliwa kutokana na ubora ambao wamekuwa nao kwenye michuano mbalimbali ulimwenguni. Pia kwa nini licha ya kuwa na waamuzi wengi kama vile Tatu Malogo, Heri Sasi, Ramadhani Kayoko, Ahmed Arajiga, Fiorentina Zablon pamoja na Frenki Komba na wengine wengi kweli kweli ambao wamekuwa wakichezesha kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara, je, waamuzi hawa wamekuwa wakisimamia michezo hiyo kwa ubora? Jibu jepesi ni kwamba waamuzi wengi wa Tanzania wamekuwa na changamoto kwenye kuzitafsiri vyema kanuni 17 za mchezo wa soka. Ndiyo maana wamekuwa wakitupiliwa lawama nyingi sana, na hiki
ndicho CAF kitazama zaidi na kuhofia kuwajumuisha kwenye michezo mikubwa ya Afrika. Kwenye namba kubwa ya waamuzi tulionayo Tanzania ni Ahmed Arajiga, Frenki Komba, Mohamed Mkono pekee ndiyo mara kadhaa wamepewa nafasi ya kusimamia michezo ya kimataifa, tena si mara kwa mara kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia baadhi ya waamuzi kutokea mataifa mengine wakipewa nafasi ya kusimamia michuano hiyo mara kadhaa na mara nyingi zaidi. Changamoto kubwa inayopelekea baadhi ya waamuzi kutoka Tanzania kutoaminiwa si uzoefu, bali swala zima ni kushindwa kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi kuu, sehemu ambayo ndiyo daraja la waamuzi kuteuliwa na CAF. Lakini wengi wanashindwa kupata nafasi kutokana na kushindwa kuchezesha mechi zao za ndani kwa ubora. Huyu Arajiga ambaye amejizolea umaarufu mkubwa kwa siku za hivi karibuni na kuanza kuaminiwa na CAF ni kwa sababu ya ubora mkubwa ambao anauonesha uwanjani, hasa kwenye michezo mikubwa ambayo amekuwa akiamua vyema matukio na kufanya kuendelea kuaminika. Lakini kwa nini kwenye namba kubwa ya waamuzi wa Tanzania awe Arajiga pekee? Siku zote CAF huanza kuwatazama waamuzi kuanzia kwenye ligi za ndani na kisha kuanza kuwapa nafasi kwenye michuano mikubwa taratibu. Hivyo waamuzi wa Tanzania wanapaswa kujiboresha vyema, hasa kwenye kuamua kwa ubora mechi zote za ndani pindi wanapopata nafasi, ili kujengea uaminifu kama ambavyo Arajiga ameanza kuaminika siku za hivi karibuni. Jambo jingine, kuna haja ya chama cha waamuzi Tanzania kukaa chini na waamuzi wote ili wajitengenezee misingi na mikakati bora itakayowasaidia kuwa na waamuzi wengi wenye ubora mkubwa ambao watawakilisha vyema taifa kwa ubora wao wa kimataifa. Elimu pia juu ya uamuzi inapaswa kutolewa kuanzia shuleni, na hii itasaidia kuzalisha waamuzi vijana wenye uelewa mkubwa juu ya uamuzi, na hii itasaidia kuwa na waamuzi ambao wamelelewa kwenye njia za kuwa refa tangu akiwa mdogo. Waamuzi pia wanapaswa kulipwa stahiki zao mapema ili kuepuka kutofanya kazi katika ubora, jambo ambalo linawapelekea kujikuta wanaharibu mechi kutokana na kutolipwa vizuri na wengine kutolipwa kabisa, ndiyo pelekea kuwa lawama uwanjani. Swala lingine ni juu ya semina kwa waamuzi. Kunapaswa kutolewa semina kwa waamuzi na kukumbushwa majukumu yao ya kazi. Hapo pia kunapaswa kuletwa wakufunzi bora kutoka nje ambao kwa kushirikiana na chama cha waamuzi watasaidia kuwajenga waamuzi wetu kuwa bora zaidi. Na cha mwisho, waamuzi wanapaswa kuipenda kazi yao na kuepuka kufanya makosa ya kizembe pindi wanapoaminiwa. Hii itasaidia kupunguza malalamiko mengi, itatoa nafasi kwa waamuzi kwenye michuano ya kimataifa ambayo watapewa nafasi kutokana na ubora wao. Hapo ndipo kuna msemo usema ya kuwa baba bora ni yule atakayesimama na familia yake, na baba bora ni yule atakayekuwa na misingi imara katika kuweza kusimamia familia yake. Hakika waamuzi wa Tanzania wanapaswa kuishi vizuri na kusimamiwa na baba bora mwenye kuwa na misingi bora katika kuwatengenezea kitu chenye kuwa bora na kuwafanya wao wawe bora zaidi katika soka la kimataifa. Safari inaweza kuwa ndefu, lakini mwisho wa siku lazima utafika katika kituo cha mwisho na kupumzika. Kufikia hapo katika extra time, sina la ziada. Mimi ni David Kiamani.